Kanisa Katoliki limesharuka na kutuma ujumbe mzito kwa Rais Samia Suluhu na serikali ya CCM. Ujambo na karibu na kumbuka kusubscribe. Askofu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam Yuda Thaddeus Ruwaichi ametangaza wazi msimamo wa Kanisa Katoliki kuhusu uhusiano wake na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akibainisha kuwa hakuna mgongano wowote uliopo na hakuna mpango wa kujiingiza katika mvutano wa aina yoyote. Kauli hiyo alitoa Jumatano Oktoba tarehe 1 mwaka huu wakati wa misa ya Jubilii ya mapadri wa Jimbo Kuu iliyofanyika katika parokia ya Bikira Maria Msimbazi Center jijini Dar es Salaam. Tamko la Askofu Ruwaichi limekuja baada ya kusambaa kwa taarifa na vipeperushi mitandaoni vilivyodaiwa kutolewa na Jimbo Kuu Katoliki vikieleza kuwa kungekuwa na ibada maalum Oktoba tarehe 29, siku ya uchaguzi mkuu wa taifa. Hata hivyo, kiongozi huyo amekanusha vikali uvumi huo, akieleza kuwa taarifa hizo si za kweli na hazijatolewa na ofisi yake wala uongozi wa Jimbo Kuu. Kauli hiyo inalenga kutoa ufafanuzi kwa waumini na umma kwa ujumla ambao walionekana kuingiwa na hofu kutokana na taarifa hizo. Kwa mujibu wa Askofu Ruwaichi, taarifa hizo zilikuwa na lengo la kupotosha na kupaka matope mahusiano mazuri yaliyopo kati ya kanisa na serikali. Ametoa wito kwa wananchi kutokuwa wepesi kuamini habari zisizo na uthibitisho. Na kwa ujumbe wake alieleza kuwa Kanisa Katoliki limekuwa mshirika wa serikali wa maeneo mengi ya kijamii ikiwemo elimu, afya na huduma nyingine za kijamii. Ushirikiano huo unaendelea bila mpasuko na mchango wa kanisa umeonekana katika shule, hospitali na taasisi mbalimbali zinazohudumia wananchi bila upendeleo. Kauli hiyo imechukuliwa kama uthibitisho wa dhamira ya kanisa kuendeleza mshikamano na kuimarisha huduma za kijamii kwa manufaa ya taifa. Kwa muda mrefu, Kanisa Katoliki limekuwa taasisi yenye mchango mkubwa katika maendeleo ya Tanzania na mara kwa mara limekuwa mstari wa mbele katika kuhimiza mshikamanifu wa kijamii na amani. Kauli ya Askofu Ruwaichi imeondolea mkanganyiko uliosababishwa na uzushi uliokuwa ukienea hasa katika kipindi hiki nyeti cha kuelekea uchaguzi mkuu. Alimeonyesha namna ambavyo taarifa za upotoshaji zinaweza kusababisha sintofahamu kubwa katika jamii. Kauli ya kiongozi huyo imekuja kama hatua ya kutuliza hali na kuhakikisha waumini pamoja na wananchi kwa ujumla wanaendelea kudumisha mshikamano bila hofu wala mkanganyiko. Na kwa mujibu wa msimamo huo rasmi, Kanisa Katoliki limeweka bayana kuwa litakuwa chanzo cha vurugu, sintofahamu na au mvutano, bali litaendelea kusimamia misingi ya haki, amani na mshikamano wa kijamii. Wito umetolewa kwa waumini na Watanzania kwa ujumla kuendeleza mshikamano huo ili kulinda maslahi ya taifa. Na hii imekuwa Kenyascope. Nashukuru kwa kufuatilia taarifa hii ya kina. Endelea kutazama, kushiriki na kusubscribe ili uendelee kupata habari na uchambuzi makini kila siku.